tunasema tunatambua watumishi wa umma wanafanya kazi nzuri, na hata nchi hii kupiga hatua hii ya maendeleo ni kwa sababu ya ufanyakazi mzuri wa watumishi wa umma. Lakini tumesema kama ilivyo kawaida, hata kwenye familia wapo na wazembe ambao wamekuwa wakisababisha kero kwa wananchi wetu. Wale wanaopiga danadana wananchi wanapokwenda kutafuta ufumbuzi wa kero zinazowakabili, hao ndio tunaosema hawatakuwa na nafasi. Mwananchi anakwenda kwenye ofisi ya serikali akiwa na jambo linalomsibu, analifikisha, anatarajiwa apate ufumbuzi, na Mheshimiwa Rais amewezesha kila ofisi ikapata kitendea kazi ili waweze kuwasaidia Watanzania. Anafika pale, lugha anayokutana nayo si njema. Anafika pale, anasikilizwa, anapigwa kalenda, uje kesho. Anafika pale, anasikiliza, anaambiwa uje kesho kutwa. Kesho kutwa akirudi anaambiwa uje wiki ijayo. Wiki ijayo akifika anaanza kuulizwa, hivi ulisemaje? Huu sio uelekeo Dr. Samia anaotaka, na sisi wasaidizi wake tutafuatilia haya. Kama Mtanzania amefika kwenye ofisi ya serikali, watendaji wote serikalini, chukua kumbukumbu ya jambo analofuatilia. Umelipatia ufumbuzi, weka alama kwamba hili limeisha. Limekuzidi kimo, wewe mwenyewe lifikishe kwenye ngazi inayotakiwa. Hiyo ndio maana halisi ya kusogeza huduma karibu na mwananchi. Kama tutakuwa tunapokea hoja, tunasikiliza na kupuuza, tunamwacha mwananchi mwenyewe ahangaike mpaka aende makao makuu, nini maana ya kusema tumesogeza huduma kwa mwananchi? Kama mwananchi anaendelea kufata jambo lake Dodoma, nini maana ya kuwa na serikali pale alipo? Rais amewezesha miundombinu, amewezesha vitendea kazi, amewezesha magari mengi kwa ajili ya watumishi watendaji serikalini kuwafikia wananchi, amewezesha pikipiki wawafikia wananchi. Haya magari yameanza tu kuwa na kazi moja ya kwenda kwenye mkutano, kuendea kwenye semina na matembezi. Hili jambo ni lazima tubadili uelekeo. Kwa wakati huu na wakumbusha utaratibu tunaotakiwa kutumia. Mwananchi Mtanzania akifika ofisini asikilizwe.